Karibu Katavi National Park, urithi wa pori la Afrika katika moyo wa kusini mwa Tanzania. Kuna mahali ambapo asili bado inatawala kwa nguvu zake zote. Mahali ambapo sauti za wanyama huvunja ukimya wa pori, mito hutiririsha uhai na ardhi hubeba historia ya maelfu ya miaka. Hapa ndipo ilipo Katavi National Park, moja ya maeneo ya kipekee yenye mandhari asili na utajiri mkubwa wa wanyamapori Tanzania. Katika pori hili, kila siku ni simulizi mpya, kutoka kwa tembo wanaotembea kwa makundi makubwa, viboko wanaoishi pamoja na mamba kwa mkusanyiko ndani ya maji na mito inayozunguka hifadhi hii ya taifa, na simba wanaotawala kwa utulivu katika nyanda hizi za Katavi. Lakini Katavi si wanyama pekee, ni hadithi ya mazingira, maisha, uhifadhi na uhusiano wa karibu kati ya binadamu na asili. Leo tunakualika katika safari ya kipekee, safari ya kukuingiza ndani ya pori la Katavi, kuliona kwa macho mengine ama jicho la tatu, na kugundua siri zinazolifanya eneo hili kuwa sehemu muhimu ya urithi wa Tanzania na eneo pekee la kivutio katika nchi yetu ya Tanzania. Ambatana nasi Entrepreneur Artist Group, Reus Films, Shalom Media na Yusto Mwenda, ambao tumekuja na kauli mbiu ambayo inasema kwamba Home First Tour, kwa sababu sisi ni wazalendo. Tutaweza kukuonyesha kila aina ya kivutio ndani ya nchi yetu, na huu ni mwanzo. Ambatana nasi na karibu. Na je, unajua neno Katavi limetokana na nini ama asili yake ni nini? Basi tukaweza kupewa historia ya jina Katavi na neno halisi Katavi limetokana na nini. Jamani, hapa tulipofika eneo hili ni katika mti wa mizimu ya Katavi. Mti huu inatumika kama vile kivutio ndani ya hifadhi, na hifadhi jina lake Katavi imetokana na huu mti, kwa sababu wazungu walishindwa kusema neno Katabi, wakasema Katavi. Ndio jina la hifadhi likagundulika kutokana na huu mti. Na huu mti ni mti wa matambiko, ambao makabila mawili, Wabende pamoja na Wapimbwe, wanakuja kufanya matambiko yao hapa. Okay. Katavi. Lakini pia katika hifadhi hii ya taifa ya Katavi kuna mto maarufu sana, ambao mto huo unahifadhi viboko wengi sana pamoja na mamba. Huo mto unaitwa Katuma. Ni viumbe vyenye damu baridi. Kwa sasa hivi hapo wanaota jua, na kuna wengine kama unavyoona yule alivyoachama pale. Hakika huu mto ni aina pekee ya kivutio kinachopendeza sana, na kila mtu anapokuja kutalii hapa anatamani arudi tena. Ni eneo ambalo linavutia wengi. Hii naweza nikasema ni moja kati ya sehemu ambayo Mungu ametupendelea sisi kama Katavi, sisi kama kusini mwa Tanzania, sisi kama Watanzania wenyewe, sisi kama Afrika. Ni eneo ambalo huwezi ukalikuta sehemu yoyote zaidi ya hapa Katavi National Park. Ni eneo ambalo linapendeza kwa kweli. Lakini pia katika hii hifadhi ya Katavi kuna wanyama wengi kila aina, isipokuwa kifaru. Kifaru pekee hapatikani katika hii hifadhi. Kuna swala wengi sana, kuna swala wakubwa, kuna swala wadogo.
tuliweza kuwaona wanyama wengi sana wanaovutia na kupendeza, na kila mtu alionyesha tabasamu, alipendezwa na utalii huu. Na huu sio mwisho, bali ni mwanzo tu wa kuanza kutangaza vivutio vilivyomo ndani ya nchi yetu. Baada ya Katavi National Park, tutaonyesha vivutio vingine vingi ambavyo tunavyo na inatakiwa tujivunie kuwa navyo. Haya hapa tunaita incisor, yaani yale meno ya mbele haya mawili ndio haya hapa anayotumia kwa ajili ya kujilinda yeye mwenyewe dhidi ya maadui wake. Na haya hapa ndo tunaita premolar, na haya ni molar, yale magego ya mwisho kabisa. Haya ndo anatumia kwa ajili ya kutafunia haya. Kuna kutafunia vingine na majani. Yote haya yanatumika kutafunia yote. Yote. Chakula chochote. Na hii mnyama gani? Huyo. Tembo mtoto. Kiboko. Mzee huku ndo macho yake yanapokuaga hapa. Hapa ndo sehemu ambayo anapumzia. Nani huyo? Kiboko. Anapumzia hapa. Na hapa nilipo ni Katavi National Park, lakini eneo ambalo nipo linaitwa Old Iku. Leo nimepata bahati ya kuungana na Reons Films. Nimefika eneo hili na nimezururishwa sana. Nimeona wanyama vizuri kabisa, na ukiwa unapata chakula kwenye mapumziko yako ya hapa Old Iku, basi utaona kiboko, utaona nyani, utaona nyati, lakini pia swala wanapita pita hapa na ndege wazuri wale pale, bata kwa wingi utawaona. Lakini pia tusisahau kutoa shukrani nyingi sana za dhati kwa mkuu wa wilaya Nyakia Ali Chirukile, lakini kwa katibu tawala dasi wetu Gabriel Masinga na ofisi nzima ya wilaya wametushika mkono. Tunasema hivi, Mungu awabariki sana. Hawa wanaowazungumzia viongozi ni kutoka mkoa wa Rukwa, manispaa ya Sumbawanga. Asante sana.